Kwa hiyo mtu anaposema mimi nimeokoka, sio kama ulikuwepo una madeni ukiokoka yataondoka. Sio kama ulikuwepo una magonjwa kwamba ukiokoka ndo yataondoka. Unapookoka maana yake unatubu. Amina. Amen. Maana yake umeamua kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa nini? Wa maisha yako. Amen. Sasa unapokuwa umeshamkubali Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukaingia katika toba ya kweli, sasa pale unatengeneza mawasiliano kati yako wewe na nani? Na Mungu, wewe binafsi. Amina. Amina. Ukimaliza hapo, sema nikimaliza hapo, jambo la pili, andika namba 2. Unaanza sasa kutubu, unaanza kuomba rehema kwa ajili ya kizazi chako. Sasa pale unakuwa umesimama kwenye nafasi ya nani? Ya mtoto. Yaani kwamba wewe unasimama kwenye nafasi ya mtoto, kwamba baba yangu au mama yangu walitenda dhambi, babu zangu walitenda dhambi. Umeona ni rehema mbili tofauti. Mgeuke jirani yako, mwambie hivyo vitu viwili ni tofauti kabisa. Cha kwanza ni wewe. Amina. Amina. Sehemu ya pili ni nani? Ni wazazi. No, hiyo ukisoma katika Zaburi ya 51 utaona. Ukisoma katika Maombolezo 5 ngapi? 7 utaona. Fungua Zaburi ya 51. Anza mstari wa kwanza. Inasema, E Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Umeona? Daudi anaanza kusema arehemiwe nani? Yeye. Wote fungua hapo, soma. E Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu. Unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu. Na dhambi yangu i mbele yangu daima. Mpaka hapo Daudi anatengeneza mahusiano yake yeye na nani? Na Mungu. Hapo amemtaja baba? Amemtaja mama? Amemtaja babu? Amemtaja bibi? Kwa hiyo watu wengi anapoingia toba, utakuta mtu anasema hivi, labda mimi babangu mamangu walitenda hivyo, mimi ndo nipo hivi tu. Wewe umetengeneza mahusiano yako vipi na Mungu? Mfano, tupo hapa kanisani wengi. Amina. Mungu anavyotaka kujibu tunapofanya maombi, Mungu hataangalia wingi wa watu, ataangalia moyo wenye nini? Utayari. Kwa nini kanisani kuna watu 2000, 3000 wanaopata miujiza ni watu wachache? Hivyo mwenye kujiuliza. Sema mahusiano. Sema mahusiano. Kwa nini utakuta kwenye kanisa tunafanya maombi mwezi wa 5, tunafunga na kuomba? Kwa nini tunafunga na kuomba siku ngapi? 31. Lakini kwa nini wengine wanakuwa na shuhuda, wengine hamna? Kwa nini ibada za ukombozi zinafanyika, unakuta kuna mtu anakuja kwenye ibada anapokea, lakini kuna mwingine apokee? Hivi mwahi kujiuliza? Kama Mungu ametoa majibu, si anatoa kwa wote? Wingu kama neno limesema,
pokea afya njema. Hebu mtazame jirani yako, mwambie, muulize, inawezekanaje namba B anapokea, namba A na namba C apokee? Halo. Kwa hiyo mnaweza mkawa wote, kupokea kwako utategemea wewe umeamua kukiri kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Leo nafundisha polepole sana kwa sababu Jumapili nilikuwa naenda resi sababu ya muda. Leo mimi sifundishi vitu vingi. Jambo la kwanza, inabidi toba ya kweli ili uweze kushinda sawa maagano ya kwenu na uweze kuyaondoa kwako. Cha kwanza, kabla hujaanza kuyaondoa hayo maagano, inabidi wewe uwe na toba ya kweli na Mungu. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7. Fungua Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 14 inasemaje? Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Anasema macho yangu yatafanya nini? Yatafunguka na masikio yangu yatafanya nini? Yatasikia maombi. Kumbe usipokuwa na toba ya kweli, macho ya Mungu hayafunguki kwako na masikio yake hayafunguki kwako, hayatasikia maombi. Ndio maana umeona watu wengi anasema hivi, nimeomba miaka mingi lakini sioni nini? Majibu. Umeingia toba ya kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Toba ya kweli ni ipi? Ikiwa watu wangu weka jina lako hapo. Weka ukoo wako. Ikiwa akina Shola walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Sio kumtafuta tu na kuacha njia mbaya. Jambo la ngapi? La 4. Basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao. Anasema ndipo atasikia kutoka wapi? Mbinguni. Kwa hiyo Mungu haangalii ukubwa wa dhambi uliotenda au maisha ulioyafanya, anaangalia haya mambo 4 unayafanya sasa. Ndio maana nikasema mtu mwenye jina Mungu anakuwa pamoja naye, kwa sababu mtu mwenye jina ndani, yani mwenye jina la Mungu ndani yake, umilele unakuwa pamoja naye. Mungu ndo anakuwa sehemu ya maisha yake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukitaka wewe ushinde ile mizimu ya kwenu, inabidi umilele ukae ndani yako. Nimesikia sasa. Ukitaka roho za madeni ziondoke, maana yake umilele inabidi uwepo ndani yako, yaani Mungu awepo ndani yako, kwa sababu chanzo cha madeni kimetoka kwenye uzao wenu. Sasa unapopiga ile roho ya madeni, ile roho ya madeni inakuwa ina haki ya kukudai ya kwamba huyu bado haitiki kwa jina lako, huyu anaitika kwa jina letu sisi. Kwa hiyo Mungu akiona wewe bado unaitika, ndo hawezi kukusikia wala kufumbua macho yake wakati unaomba. Ndio maana ameanza, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu.
Kwa hiyo anasema, hajasema, anasema hivi, wale kina Mukia wakiitwa kwa jina la Mungu, ndipo Mungu anasema hivi, watakapojinyenyekeza, watakapolia, watakapoomba, sio kuomba tu na kuacha kabisa njia nini mbaya, ndipo Mungu anasema macho yangu yatafunguka kwa ajili yake. Alikuwa hana biashara, nitamwonyesha biashara. Alikuwa hana kazi, nitampa nini? Kazi. Alikuwa hana ndoa, nitamwonyesha nini? Ndoa. Ndo pale Yesu anaposema katika Yohana 9:39, nimekuja ili walio vipofu waweze kufanya nini? Kuona, na wale wanaoona wawe nini? Vipofu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kazi ya Mungu. Mtu anayemwendea kama alikuwa kipofu, akiwa amelibeba jina lake, sasa ataanza kuona. Utaanza kuona, utashangaa. Unapoamua kukaa vizuri katika Mungu, katika maisha matakatifu, utashangaa sasa. Unaomba usiku umelala, Mungu anakufunulia katika ulimwengu wa roho, anakuonyesha labda pesa zako zinapeperuka. Unasema okay, kumbe kuna uharibifu katika nini? Mapato. Kuna nguvu imepeperusha nini? Fedha. Kwa hiyo unaanza kushughulikia ile nguvu. Labda umelala, Mungu anakuonyesha, amen, labda kijijini kuna damu imemwagika. Unajua okay, kumbe kuna sadaka zimefanya nini? Zimefanyika. Kuna mauaji hapa. Usipoelewa kitu Mungu ameandika kwenye neno lake, utakuwa unafanya maombi na unasoma neno uelewi. Kwa nini Mungu anasema huyu mtu akishajinyenyekesha, sasa macho yangu yatafunguka kwake? Kwa hiyo kumbe macho ya Mungu hayafunguki kwa mwenye dhambi. Kama macho yake hayatafunguka, sasa ya kwako yatafunguka. Macho yakifunga, sasa unajua inakuwaje? Unapewa mtaji wa milioni 10, utafungua biashara, utaenda, biashara inaanguka, utapata tena milioni 5, utafungua tena nini? Biashara. Utaenda, biashara inafanya nini? Inaanguka, kwa sababu hujaonyeshwa kilicho cha kwako. Mwambie Mungu, nifungue nini? Macho. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa na toba ya kweli, ndio mwanzo wa kuona nuru. Huwezi kuona nuru wala huwezi kuona njia katika hii dunia kama mahusiano yako na Mungu hayako sawa sawa. Fungua kwanza Danieli 11 mstari wa 32b, inasemaje? Daniel 11 mstari wa 32b inasemaje? Neno la Bwana linasema, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Soma tena. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Soma tena. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Kwa sababu wanaomjua Mungu, manake Mungu yuko wapi? Ndani yao. Kwa hiyo Mungu akiwa ndani yao, ndo hiyo Isaya 45:3 inasemaje? Isaya 45:3 inasema, anza moja tu. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake. Anamwambia Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume, ili kutiisha mataifa mbele yake. Mataifa, Nami nitalegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza,
nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani. Hazina za wapi? Gizani. Sasa naomba nikuulize, kipofu anaweza kuona hazina za gizani? Kwa wale wenye Mungu ndio ambao wanapewa hazina za wapi? Za gizani. Ni zipi hizo? Vile ambavyo familia yenu wamesema haiwezekani wewe kuvipata, ndivyo Mungu anasema utavipata. Vile vitu ambavyo Mungu, yani watu wamesema kwamba familia yenu haiwezekani kufanikiwa, ndivyo Mungu anavyosema hizo ndo za gizani. Watu wake ndivyo anavyowapa. Hebu mgeuke jirani yako, muulize, hivi dhahabu ipo wapi? Hivi ukienda baharini utaokota dhahabu? Dhahabu iko wapi? Si ipo chini? Wale wanaochimba waga wanavaa nini juu hapa? Wanavaa nini? Wanavaa tochi, si ndio hivyo eh? Na wakichimba hivyo wanapatika kirahisi? Sio kirahisi. Lakini kuna wakati inatokea nini, mimongonyoko nini, mpaka watu wanakufa. Mtazame jirani yako, mwambie kwenye kupata dhahabu kuna kufa na kupona. Hazina za gizani ni dhahabu. Yaani simaanishi dhahabu zile. Hazina za gizani ni vitu vyenye thamani. Sasa kule gizani naenda kupambana na nani? Na adui. Amina. Sasa kule gizani Mungu anasema hivi, ukienda Dismasi kwa akili yako wanakumaliza. Neno linasema mimi Mungu ndiye nitakupa hazina za gizani. Ndio maana wengi hapa mlipo, wengi hapa mnautaga ndoto, mmeshika hela nyingi kweli. Hivyo ni vitu ambavyo unaonyeshwa katika ulimwengu wa roho vipo. Maanake pale Mungu anakufunulia ya kwamba wewe ni nani, ni hazina ya wapi? Ya gizani. Sasa inabidi ufumbuliwe macho ili uweze kuzipata. Haleluya. Sasa jambo la pili ndio inakuja, wao ukishatengeneza na Mungu, unapoanza kutubu sasa, kumwambia Mungu, baba zangu walikutenda dhambi. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5, anza kusoma mstari wa 5. Neno la Mungu linasemaje? Nami wakati ule nalisimama kati ya Bwana na ninyi, ili kuonyesha neno la Bwana. Maana mliogopa kwa sababu ya ule moto, wala hamkupanda mlimani. Naye akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, au kilicho chini duniani, au kilicho majini chini ya nchi. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Amen. Nenda mstari wa 16. Inasema, waheshimu baba yako na mama yako, kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Amen. Sasa ukishatengeneza na Mungu, unarudi sasa kwa uhalali wote. Unaanza kumwambia Bwana, neno lako linasema kile walichokitenda wale baba zangu kutokana na neno. Sasa unasimama kama mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nelson, umenisikia? Unapoomba, jamani, naombeni mnisikilize vizuri. Unapoomba, na hichi ndicho alichokifanya Ayubu. Hicho ndicho alichokifanya nani? Ayubu.
Ayubu alichokifanya muda wote alikuwa anatengeneza na Mungu yeye pamoja na nani? Na uzao wake. Kwa sababu gani? Aliogopa kizazi chake kisiingie kwenye hii sehemu, kwa sababu anayesababisha chukizo kuja kizazi cha 3 hadi cha 4 ni mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mmesoma wewe neno vizuri? Haya, nawafundia maneno mawili, rudia. Soma hiyo kumbukumbu la Torati. Sura ngapi nimesema? Ya 5. Mstari wa ngapi? Wa 5, 6 mpaka ngapi? 7. Alafu tutarudi kwenye Kutoka sura 20 mstari wa 5 mpaka wa 6. Soma hivyo maneno vizuri sana. Na Bwana inasema, nami wakati ule nalisimama kati ya Bwana na ninyi, ili kuonyesha neno la Bwana, maana mliogopa kwa sababu ya ule moto, wala mkupanda mlimani. Naye akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri. Huyo ni nani kwanza anayeeleza hayo maneno hayo? Musa. Ni Musa. Wana wa Israeli waliogopa juu, wakasema Musa, wewe nenda kachukue maagizo, sisi tutakusubiri wapi? Hapa chini. Kwa hiyo kile walichotenda baba yako na mama yako ndicho ambacho kinakutesa wewe leo. Na wewe usipotubu vizuri, hilo neno linatimia, linaenda kwenye uzao wako. Sasa nini kinachohitajika? Dismas, wewe tayari ni mtu mzima, simama. Watazame huku, simama hapa. Dismas tayari ni mtu mzima, japokuwa ana baba yake na nani? Na mama yake. Ana babu yake na bibi yake. Amina, amina. Kuna matendo atakayotenda Dismas leo zitaitwa dhambi. Vizazi vinavyokuja baada yake, yeye atasimama kama mzazi, lakini kwa wale watoto ndio inaitwa maovu. Wale watoto watakaomfuata baada yake. Kwa hiyo Dismas leo akitengeneza yeye kama yeye, akiishi maisha ya kumpendeza Mungu, hapo anakomboa kizazi chake yeye, na vinavyokuja visiingie tena kwenye nini? Uovu. Sasa Dismas anavyotengeneza na Mungu leo hii, hata kama yeye akiwa na mtoto wake yule wa kike anaitwa nani? Daisy ataolewa, atakuwa na uzao. Ni kizazi cha ngapi hiko? Cha 3. Dismas itakuwa kizazi cha ngapi? Cha kwanza. Daisy kizazi cha ngapi? Cha 3. Cha pili. Mtoto wa Daisy kizazi cha ngapi? Kitukuu kitaitwa sasa sio Kilembwe cha Dismas itakuwa kizazi cha ngapi? Kwa hiyo Dismas leo asiposimamia mambo ya nyakati wa pili, akamwomba Mungu, akatubu kweli kweli katika historia ya maisha yake aliyoishi, ile dhambi inaenda kugeuka kuwa uovu, ndio inaenda kutesa kizazi chake cha kwanza, cha pili, cha 3 mpaka cha 4. Amina. Naomba watu 8 leo mtanielewa tu. Sogea mbele. Nataka mnapoomba msiwe mnaomba shagala bagara. Kwa hiyo yeye yupo hapa, kuna uovu labda ameufanya, hajatubu. Kuna dhambi ametenda, ni tuseme hajafanya nini? Hajatubu. Amina, amina.
Kwa hiyo huyu Dismas kama ana mtoto wake wa kwanza, ile dhambi itamfuata. Na huyu mtoto kama asipokaa sawasawa kwa Mungu, dhambi ile inamfuatilia. Anafuata mtoto mwingine, inaenda kizazi chake cha ngapi? Huyu wa kwanza hapa, inaenda labda alifanya hakutubu, aliabudu miungu, walifanya matambiko, walienda kufanya ibada za wakfu, hakutubu, inaenda. Anakuja mtoto wangapi? Kizazi cha ngapi hicho? Njoo. Kizazi cha ngapi? Kwa hiyo huyu anaweza kaa anapitia taabu ambayo imetokea huku. Kwa sababu gani? Hakuamini katika kutengeneza na Mungu. Sasa ikifika huku ndo inaitwa maovu ya baba zao. Dhambi inakuwa imekomaa, sasa inaitwa nini? Uovu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Dismas kwa nafasi yake yeye kama baba, ili kesho yake iwe nini? Bora katika vizazi vyake, ndo neno linasema inabidi atubu sana, ili hivi vizazi vyote mbele viwe vya baraka na sio vya laana. Ndo ile Zaburi 128 inasema wale pale walivyojipanga. Ndo ile unamkuta mtu anasema mpaka ana vinini, vilembwe, vitukuu, vijukuu, vinini. Sasa mgeukie jirani yako muulize wangapi sasa hivi wanapata hiyo neno.